The Dark Room. Yes, mambo vipi Tanzania, habari za muda na wakati kama huu, karibu sana kwenye episode yetu nyingine ya The Dark Room. Yes, kama unavyojua hiki ni kipindi au hii ni sehemu ambayo tunakuwa tunajadili mambo yote ambayo yanahusiana na mambo ya mahusiano. Kama ambavyo unajua mahusiano ndio maisha na mahusiano ndio kitu ambacho wanasema kinazungusha dunia. Na siku hii ya leo siko mwenyewe, mimi naitwa Zamaradi Mketema, lakini niko na Auntie Ezekiel na niko na Shamsa Ford. Lakini topic yetu siku hii ya leo, kama ambavyo unajua, wanasema mahusiano yanazungusha dunia, lakini at the same time mahusiano ni kitu ambacho kinakuwa kinachanganya watu wengi sana. Tukirudi kwa upande wetu wanawake, kwa sababu tunajadili kuhusiana na sisi zaidi, unakuta watu wengi huwa wanalalamika kwenye mahusiano. Utakuta mtu wa aina fulani analalamika, mimi mwanaume wangu anafanya hiki, anafanya vile. Mtu wa aina nyingine anakuambia mimi mwanaume wangu anafanya hiki, anafanya vile. Ukiangalia watu wanaolalamika, hawa watu wote ni watu wa aina tofauti tofauti. Sio wanawake wa aina moja kwa maana ya kaliba tofauti tofauti, lakini wote wanalalamika. Swali linakuja, kama wote wanalalamika, mwanaume anataka nini? Twende break kisha tutarudi The Dark Room. Kama ambavyo nimekuambia mwanzo kwamba kila sehemu kuna vilio kuhusiana na mahusiano. Wanawake wanalia, wanawake wanalalamika, kila mtu anakuambia mwanaume wangu hivi, kila mtu anakuambia mwanaume wake vile. Lakini nikaona hii ni topic ambayo haitakiwi tujadili wenyewe. Niko na Auntie, niko na Shamsa, tutajadili wote kwa upana, ukizingatia niko na nyani wazee ambao wameshakuwa mishare mingi sana. Kwa hiyo kupitia wao labda vile vile tunaweza kujua wanaume wanataka nini. Umenielewa? Wanaume wanataka nini? Sijui hata nianze na upande gani. Labda nikianza, hebu nianze na Shamsa. Ni wakati na hizo ndo najua zaidi hivi wanaume wanataka nini hasa? Kwa upande wangu mimi kiukweli mpaka umri wangu ulipofikia bado niko katika mchakato wa kuhangaika kugundua kwamba nini ambacho wanakitafuta. Kwa sababu I find my best labda nikijizungumzia mimi. Maana ndio mimi nifahamu mwenyewe. Nikijizungumzia mimi, yani nimeshajaribu njia tofauti tofauti, bado naendelea kwa sababu sijakata tamaa, lakini mpaka sasa hivi sijajua. Kwa maana ya kwamba unahisi njia zako zimefail? Njia zangu unaweza kusema hazijafail, lakini labda njia zangu haziendani na wale ambao nimeshakutana nao. Labda vitu ambavyo mimi natoa sio ambavyo wao wanataka. So bado najikuta kwamba sijajua bado wanataka nini. Lakini sio kwamba eti njia zangu hazifai, zinaweza kuwa zinafaa, ila sio kwa yule ambaye niko naye. Labda kuna mwingine ndio ambaye zitafaa kwa sababu labda yeye ndo anahitaji hivyo. So I don't know kweli. Labda Shamsa, kwa sababu mimi bado naendelea kuangalia. Shamsa, wanaume wanataka nini? Sasa tukizungumzia kwenye wanataka nini, labda turudi tuiweke sawa, maana mwingine anaweza asielewe. Lakini unawezaje kufanya vitu vya kumkeep mwanaume akawa yule unayemtaka? Si ndio hicho ambacho tunamaanisha? Yes. Yaani kwamba jinsi ya kumweka mwanaume mpaka akatulia, wakawa yule ambaye unahitaji au asiwe na macho mengi, au asiwe ni mtu ambaye haridhiki na kile ambacho unampatia. Unahisi ni kitu gani ambacho mwanaume anatakiwa apewe? Iseo vyombe. Ni magugu sana kupitiliza, lakini najikuta nijibu nakosa kama Auntie. Lakini kikubwa ninachokiona, mwanaume anahitaji mwanamke wewe kama wewe. Yaani just be you. Usitumie nguvu kumkeep. Kwamba niamke asubuhi nipike, si nifanye hivi, una force ya kuona ni wife material, pia haitomfanya kae. Yaani ni kumfanya tu kwamba aone wewe ulivyo ndivyo nilivyo, umenipenda nipende. Na mwanaume akikupenda atakaa, hata kama uwe mvivu, ufanye hiki, ufanye kile, nataka. Kwa mimi naona cha msingi mwanaume kinachoweza kumfanya akae kwa mwanamke, kwanza ni yeye mwenyewe moyo wake. Kama amekupenda, aamue, nimekupenda na nataka nitulie na wewe Shamsa, basi atakaa na wewe. Lakini kama hajakupenda, hata kama ukisema let me do this, ni wife material, nifanye kile, hataona, trust me. Kama hajaamua kuwa na wewe.
Kwa mimi naona hakuna njia kumfanya mwanaume akae kwenye maisha yake. Na anawezaje kutokuamua kuwa nawe kama tayari mmeshaingia kwenye mahusiano na mnaishi? Unawezaje kusema kwamba hajamoka nawe? Kwa sababu mpaka mko wote amemoka nawe. Unajua kuna kuamua kukaa na mtu afu kuna kusema nijaribu kukaa naye nione labda. Kwa vitu vitu tofauti. Kwa mimi naisiga wanaume wengi wanapoamua kuingia kwenye mahusiano wanaonaga like anajaribu tu, lakini si kwamba kaamua. Ana kizi zake zingine, acha tu nione itakuwaje huko mbeleni, lakini si kwamba kaamua kukaa. Kwa sababu fine kama ameamua, why tena bado anahangaika macho nje? Why bado anamfanya mwanamke na stress? Why asimami kama vile anataka kusimama? Kwa mimi naona the best way ni kuwa wewe kama wewe. Mwache yeye atafute jinsi ya kukeep. Lakini ukisema utafute njia ya kumweka eti asicheat, anipende, nipike asubuhi machapati nifanye no. Kama kupende hakupende. So it depends. Ni kuomba tu Mungu, mimi nasema siku zote. Lakini kumfanya mwanaume tufanye hiki ndo atulie. Kwa sababu mwisho wa siku ukisema Shamsa labda mwanaume anatakiwa yeye kama yeye tu aamue. Ina maana sisi na umri wetu wote huu, kwa sababu hapa wote tulipo mimi na wewe tuko single. Kwa hiyo sisi na umri wetu wote huu wanaume waliopita kweli hawajaamua. Kwa ndugu yangu tujapata bahati. Kwa uko single. Tena single moto single hot. Ndio maana najiuliza, ina maana hatujapata watu ambao wanahisi kwamba Shamsa ni mwanamke sahihi, kwa sababu Shamsa aigizi yuko yeye kama unasema huko yeye. Kweli kote umepita na urili wako kote imeshindikana. Ndugu yangu imeshindikana, trust me. Bado hatujajua mwanaume anataka nini. Yes, ndio maana nikaanza mwanzo tu nimegoogle mimi binafsi kujua mwanaume anataka nini, kwa sababu kila mahusiano yangu yalikuwa yanavunjika na kaa najifikiria mimi. Labda kwa nini nitokea hivi? Mbona mimi natembea nje hizi, natembea nje hizi, lakini unaona hakuna kwamba kitu chochote ambacho umekifanya zaidi ya wao hajaamua kukaa na wewe. Kwa unajikuta unatoka huku unaenda huku unaenda. Kwa hiyo tukazane aunt. Ipo siku tutampata yule aliamua kukaa na sisi. Kuna kitu kinaongea aunt, lakini nifikirisha kitu ambacho nimefanya kama huko ndani tunaweza kujua kitu kingine. Anazungumza kwamba katika vitu ambavyo nimejaribu kuvifanya, lakini labda nimefanya kwa watu ambao ni wrong. Maybe hawakuhitaji hilo vitu. Yes. Yeah. Unajua kupitia kudiscuss hilo vitu tunaweza kujikuta labda tunapata nini ambacho wanaume wanataka. It's true. Labda hajapata right man, lakini anafanya right thing. Sasa vitu gani ambavyo anti kabla tujaendelea mbele ulikuwa unafanya ambavyo unaona kabisa kwamba hivi kwa mwanaume mwenye akili zake timamu na anahitaji kukaa kutulia, anaweza kukaa na akili. Yeah. Okay, nikisema nijizungumzie mimi sana kwenye hilo, inaweza ikawa kwamba kuna ile unajiongezea sifa, labda naamka asubuhi nafanya A nafanya B, labda kuna sehemu ambapo kuna kosea. Lakini acha nihamishie kwa mtu mwingine. Mimi nimeshawahi kuwa naona mahusiano ya mtu mpaka mimi mwanamke wa nje nasema kabisa kitu anachofanya yule mwanamke mimi siwezi. Yes. The way anavyoendelea kwenye mahusiano yake, anavyohandle mahusiano yake, anavyojitahidi kumheshimu mume wake. Yaani kuna heshima ambazo zinapitiliza hata mimi binafsi haunifanya huko. Ndio maana nikasema labda wa kwangu walikuwa hawajaridhika kutokana na mengine nakosea. Lakini unamwona mwingine mbona anafanya? Na pia bado haionekani. Yes, kwa hiyo tunarudi pale pale. Sijui anataka nini. Kwa upande wangu sitaki kuiongelea sana kwa sababu nitaongea tu kwamba mimi kweli nakuaga kama wife material, naamka nafanya hivi labda najitetea. Lakini kuna wale ambao mimi naamini kabisa kama Shamsa. Mimi naamini Shamsa ni wife material. Mimi Shamsa simpati kabisa kwenye mahusiano. Yaani ya kutulia. Simpati. Yaani namba moja. Shamsa mnaweza mnaweza mkawa mna labda even tuseme mambo ya kulewa labda mmekaa labda kikoba. Shamsa akainuka hata kikao kidogo. Naenda kumpikia mume wangu. Tunashuhudia. Yes. Lakini bado mambo yalikuwa ni mizongo mbingo. Hata kama bwana amerudi, hatuwezi hiyo. Baada ya kukosa kumpikia. Ndio kakumbuka. No. Yaani sema swala la Shamsa, naomba niliongelee ili labda hiki kinawezekana kitu ambacho kitawashtua wengine. Fanyeni msimsikilize sana au Shamsa sana. Shamsa sio tu kuamka kumpikia, kwenda kumpikia na Shamsa ni aina ya mwanamke, nakupa kwa mambo unaweza ukapata bahati. Shamsa ni mwanamke ambaye asubuhi, nimeshashuhudia mahusiano karibu yote ya Shamsa. Yes. Ni mtu ambaye asubuhi wakati yuko na baba mtoto wake nakumbuka. Anaamka asubuhi. Baba mtoto wake alikuwa kwanza haendi bila kutawali. Kama juju. Anapika chapati. Unajua sana kupika chapati asubuhi ni ngumu. Anaamka anapika chapati.
anapaka kwa huyo mnyama, anaweka vikika huyo mnyama Shamsa ndo anaondoka na bado ilishindikana. Yes. Umenielewa vizuri. Lakini at the same time kwenye huyu pia ambaye tulimuona, Shamsa anaweza mkakaa kama hivyo ulivyosema, anakuambia tu mimi natoka naenda kumpikia mume wangu, au muda umeenda mimi lazima mume wangu hali chips, mume wangu hali chakula cha nje, lazima ale nyumbani. Sasa najiuliza haya yote aliweza kuyafanya, labda ni sehemu gani ambao labda kidogo mwenzetu uliteleza, labda tunaweza tukaona labda hiyo ndio Chidi aliitaka alafu haikuwepo pale. Okay. Okay, kubwa zaidi mimi namshukuru Mungu, mahusiano yangu yote nimejifunza yote. Kikubwa mimi nilichokiona ni kwamba hawa viumbe wanaume, yani sisi wanawake ndio kule yani tutaki kutumia nguvu kwa kitu. Mfano mimi naweza nikasema nilikuwa natumia nguvu, sitaki mwanaume wangu atoke huko nje kutana mwanamke anajua kupika basi zaidi yangu, sitaki mwanaume wangu atoke huko kutana mwanamke ambaye ana mhendo zaidi yangu. So mimi nilikuwa natumia nguvu sana kumweka mwanaume wangu stay ili aone ile thamani yangu. So unamka asubuhi unafanya hiki, unafanya kile, unafanya vile. Lakini at the end sasa wanaume wa viumbe wetu ambao wachache, so wote wengine unachokifanya wanathamini. Kwa hawa wanaona lile bwana lipo, kwenda fika mara mtu aone ile thamani yako, hata kama anasahau kwamba this is Shamsa Ford, niko naye ndani. Huyu mwanamke ananipenda, ananifanyia vitu tofauti na watu ambao wanadhani nje. Kwa ile anachukulia poa. Kwa anaona vile unavyomnyenyekea nyumbani, saa kumwambia umerudi, umefanya hiki, anaona haipo tu lile. Yes, anaona kama vile yeye ndo kama lulu umempata kwenye maisha yake, kwamba hakuna ni kutongoza nje, wewe ndo the only. Kumbe maskini uko nje unatongozwa, unasumbuliwa, lakini umeamua tu kwamba acha nisettle na wewe mtu. Lakini wanaume hasa wa kibongo wahitaji hivyo vitu, naweza nikasema tofauti na white skin mara nyingi ukifanya hivyo vitu nao wanafanya niletana, wanaonyesha mapenzi. Lakini white skin nazo pia watu wanalalamika Shamsa. So kama sisi wa bongo zama mbongo kwambia nakupenda huko akupende it's easy, lakini white skin akikwambia nakupenda most of them wanakuwa wanamaanisha. Kwa mimi naona ni pale pale tu mwanaume tu mwenyewe. Ndio mwisho wa siku hivi akishakuta wanakuja Instagram wanaona. Mimi nadhani wanaume wanapenda kuchase. Yaani mchezo wa paka na panya. Yaani nachomaanisha ni kwamba wanapenda kukimbizana katika maana moja. Yaani once labda mtu mawazo yangu mimi ndivyo ilivyo. Yaani kwamba mwanamke ambaye labda pia ametulia sana, labda wanahisi hana option. Yeah. Umeelewa, yuko desperate, labda ameishiwa. Yes. Kwa hiyo anakuwa kama anaanza vitu. Na ndio maana the moment mwanamke akiamka akaanza naye kufanya vitu vyake, mwanaume naye ndio anapokuwa anaamka na kuanza kukimbizana. Au hiyo unaishuhudia kwa sababu unaweza ukakuta mwanamke yuko na mwanaume yuko na mwanamke ambaye ametulia sana. Lakini wanawake anaotoka nao nje ni tofauti na wale wanawake wa ndani. Yaani ni wanawake ambao kihadhi labda mwanamke wake wa ndani amezidi, kiuzuri amezidi, kutulia amezidi. Sasa unajiuliza kule anachotaka ni nini, na uenda kule unasikia amepigana, amefanya nini, kamfumania, lakini bado wako wote. So ni kweli kwamba hii inaonyesha kwamba labda wanaume wanapenda kuchase na mtu ambaye wanakimbizana naye, au wanapenda challenge kwa namna moja ama nyingine. Of course. So, inawezekana, lakini mimi narudi bado mifano yangu ni kwamba mwenyewe. Unajua mimi kwenye maisha yote nimepita. Ukiongelea kukimbizana na kimbizana mimi, hakuna mtu ambaye ananipata. Yaani kuna maisha fulani unayochagua. Unasema nao labda mume wangu yuko hivi. Ngoja nijaribu kuwa mstaarabu. Unafanya ule ustaarabu, unapitiliza, unaona haja change. Unasema sasa okay, ngoja nimuonyeshe labda kwamba na mimi naweza. Nionyeshe upande wa pili. Of course sometimes inasaidia kwa sababu mwanaume anaona kumbe na huyu naye hivi. Lakini bado inarudi kivingine kwa sababu anakuwa anaona kama si mke tena wewe. Kwa sababu tofautisha mwanaume anapoenda kupigana na yule mwanamke wa nje kule, kafanya hivi bado anaamini ni mwanamke wake tu wa nje, ila ana mke ndani ambaye anaamini mtaheshimiana, mtafanya hivi, yani mko kama baba na mama. So unapofanya hivyo na wewe, nahisi anakuhamishia kwenye kundi la yule wa nje. Kwa hiyo thamani pia inashuka. Yes. Kitu ambacho pia amekisababisha yeye mwenyewe. Hataki kujua. Wala hawataki kutambua hilo, wala hawataki kujua kwamba wewe unatakiwa kufanya hivyo. Yaani kama mke anaona kwamba haustahili kufanya hivyo. Lakini kwa kule nje wao walikuwa wanaona sawa. So mimi kwa upande wangu naona kwamba ile inakuwa bado sio dawa. Inaweza mkawa mnaharibu zaidi badala ya kutengeneza. Okay. Yes. Unaamini kwenye unyago? Kwenye unyago siamini sana. Na siamini kama unyago unaweza kumfanya mahusiano yakawa imara. Kwa sababu okay fine, unaweza kukuta mwanamke amefundwa.
kafungwa kila kitu, jinsi ya kukaa na mume wake, jinsi ya kufanya vile. Lakini sijai kusikia baadhi ya wenzangu kwamba wanaume wana unyago pia wanafundishwa kama sisi tunavyofundishwa. Kwa unakuta watu wakiingia kwenye mahusiano, unakuta huyu mwanamke yuko tayari na mwanaume hayuko tayari. Mwanamke kashaandaliwa kwa mke, mwanaume yeye hajui chochote, yuko tu ndani. Kwa unajikuta mwisho wa siku mapenzi yanakuwa ni utumwa. Yaani mwanamke anakuwa amefundishwa jinsi ya kumfanya mwanaume awe hivi awe vile, lakini mwanaume hajatayarishwa kupokea au kudeal na mwanamke. Kwa hiyo inakuwa ni one side. Yeah, kwamba kinifanyie hivi na mimi natakiwa nifanye hivi. Kwa hiyo ina maana tayari mwanamke kashaka kichwa, mimi natakiwa nikamfanyia hivi. Mwanaume nikaweka kichwa kwamba mimi ndo mume, yeye ndo anatakiwa nifanyie hivi, anifanyie vile, anionyeshe mapenzi, afanye vile, which is not okay. Kwa sababu tukirudi kwenye pointi za unyago, nitarudi kwa anti pia, wanakuambia mwanaume anataka malezi. Umeelewa? Yaani turudi kwenye hizo, alafu tuangalie zimeshawahi kusaidia kwa namna yoyote. Umeelewa vizuri? Mwanaume anataka malezi, mwanaume anataka kuheshimiwa, mwanaume anataka kujaliwa, mwanaume wako anapokuambia chochote usiache kufanya. Mwanaume ni mfalme, mwanaume ni kujibishana na mwanaume. Sasa labda tukirudi kwenye unyago, hivyo vitu vyote labda vilishawahi kusaidia tukiangalia, kwa sababu kama alivyosema Shamsa ni kwamba mwanamke anakuwa anatayarishwa. Mwanamke anakuwa ni mtu ambaye amewekwa katika, sio nisemeje, yani kama ametengenezwa kwamba kutumikia. Na mara nyingine hadi unaambiwa kwamba mwanaume akosei, mwanaume akienda nje ni kawaida, vumilia, kwa sababu wanaume wote ndivyo walivyo, kwamba atarudi, cha msingi wewe ni mke ndani. Kwa hiyo ile inakuwa kama inatufanya decline. Yani unakaa unakuwa tayari umeshapewa unyonge wa asili. Sasa labda ule unyonge wa asili ni kitu ambacho wanaume wanakipenda au kishawahi kusaidia kwenye baadhi ya ndoa, kwamba au mahusiano yakafanya kwamba watu wakadumu, ama haijai kusaidia zama hata siku moja. Haijawahi. Tena kwa sasa hivi, wanaume sasa hivi hata upitie unyago wa aina gani wa huko mapolini, yani kama jamaa kutulia. Tulia. Hiyo ilikuwa inasaidia kwa wale wazee wa zamani. So sasa hivi mtu akiambiwa vile vitu, kwanza yule msichana mwenyewe alikuta anafuatilia. So akifuatilia, kwanza kule kwenye unyago anaambiwa kabisa mwanaume hashindanishwi. Yani hamtakiwi kushindana na mwanaume. Na yeye anaamini kile kitu alichoambiwa ndani. So hawezi kushindana na mwanaume. Na usiposhindana na mwanaume, ina maana yeye anaona kwamba ni sawa, atakuacha ndani, ataenda, atarudi, mtagombana vipi. Lakini sasa hivi hakuna hicho kitu. Na hata kama unyago unaendelea, hauwasaidii huku nje, na wao hawawezi pia kufuata yale masharti ambayo walikuwa wakiambiwa na wanayafuata, kama wale watoto wa zamani. Wewe Shamsa sasa hivi hata ufundeli pata masharti wapi na hivi nilivyotendwa. Speaking of unyago na mwanaume sijui ushindani, nakumbuka kuna mzee mmoja hivi wa zamani, ni baba wa mtu ambaye mimi namfahamu. Mkewe alienda kumfumania. Umeelewa? Yani mkewe kajipanga kaenda akamkuta kabisa na wanawake na nini. Kilichotokea baba akamgeuzia kibao. Huna adabu. Unakujaje kumfumania mumeo? Umeelewa? Na mwanamke kweli akaondoka, akasimama na akatoka. Akasema hiyo ni kukosa adabu, hujafundishwa. You understand kwamba mwanamke ameshaonyeshwa kabisa kwamba hutakiwi kufight kitu. Sasa unyago unaharibu. Yani natufanya sisi ndo tukawe watumwa, lakini sio kuonyesha mapenzi. Ni bora ingekuwa both sides zote mnafundishwa. Huyu anajifundisha kumfanyia na yule anafundishwa jinsi ya kuipokea. Lakini mimi naona tu wanaume hawajui wanachokihitaji kwenye maisha yao. Hawajui. Anyways, this is the dark room. Mpaka sasa hivi sijapata jibu kutoka kwa yoyote kati ya hawa watu wawili kwamba wanaume wanataka nini. Nini ambacho kina uwezo wa kumkeep mwanaume na asiangalie pembeni, au hata kama tuseme akaangalia pembeni au asiangalie, lakini akaheshimu yale mahusiano ambayo anayo, akathamini mtu ambaye anaye, na wakaishi katika namna ambayo labda inastahili binadamu kuishi. Twende break kisha tutarudi the dark room. Yes, tumerudi tena. Topic yetu the dark room ni wanaume wanataka nini. Lakini kwa upande wangu, Shamsa na Anti, mimi binafsi nadhani wanaume wanataka wanachokitaka. Yes. Yani mwanaume anataka anachokitaka katika namna gani? Ni kwamba kuna makosa ambayo sisi tunafanya tunapoingia kwenye mahusiano. Tunajaribu sana kuimpress badala ya kuwa sisi. Yes. Lakini kwenye kuimpress kuna kuchoka, kwa sababu kuna muda utajipoteza wewe.
alafu utaanza kuwa mtu mwingine, ambaye yule mtu mwingine sasa anapoanza kujitokeza kuna mawili, either kupoteza kile ambacho umekishika kutokana na kile ambacho umekionyesha mwanzo, ama tofauti. Kwa hiyo mimi nadhani makosa au kitu ambacho tunatakiwa tufanye wakati tunaingia kwenye relationship ni kuwa wewe. Onyesha rangi zako halisi. Na hiyo ni njia nzuri ya kufanya au kujua mwanaume, kwa sababu hakuna mwanaume anayetaka kitu fulani. Kila mwanaume ana namna yake ya kudeal naye kulingana na aina ya mwanaume aliyepo. Kwa sababu kwa bahati mbaya au nzuri wanaume hawafanani. Kuna aina wanaume fulani, kuna aina wanaume nyingine, na kuna aina wanaume wa katikati. Lakini sisi tunafanya makosa mengi sana kwa hao wanaume tunapokuwa tunaanza mwanzo. Let's say mfano, sasa hivi nitaongelea hii swala kwa sababu imekuwa kama ndio trend. Wanawake sasa hivi ndio watu ambao wanashikilia mahusiano. Wanashikilia sio tu kinini, wanashikilia hata kifedha. Unakuta mwanamke anatumia fedha kuvuta mahusiano, kwa kumspoil mwanaume, kwa kufanya vitu vingi ambavyo huenda sio kile ambacho mwanaume alikitaka. Mwanaume anapokufuata kuna kitu alikiona kwako. Lakini sasa ni vizuri kutafuta kitu gani ambacho alikuwa anakiangalia kwako, ukafocus nacho hicho. Kwa sababu unapoanza kwenda tofauti ni kama unaenda unampoteza njia. Kwa hiyo naye anaanza kuangalia kitu kingine ambacho umekiintroduce katikati ya safari, ambacho hujui kama utaweza kukimaintain ama la. So mimi kwa upande wangu nadhani wanaume wanataka wanachokitaka, ila sisi ni kutafuta ile siri ambayo mwanaume alichokutakia ni kitu gani na kuweza kushikilia hapo. Lakini vile vile bado mapenzi hayana formula. Kwa una uwezo wa kuwa vyovyote ambavyo upo na bado isitokee hivyo. Sijui mimi kwa upande wangu naona hivyo. Mimi nadhani kikubwa zamu chokisema tu wanaamini wanataka wanachokitaka. Yes, that's the point. Ndio nachokiona. Na haijalishi wanachokitaka ni kipi. Kinaweza ikawa wewe unasema kwamba ulitoa kitu kingine ambacho yeye hakukitegemea, ndio maana kumbe hata kile ambacho alikuwa angalia nacho pia hakitaki, alitamani. That's true. Alitamani tu awepo kwenye mahusiano, lakini sio kwamba ndio anachotaka. Na hata kule anapoenda ambako labda alitaka pia, anataka hakutaka pia. Yaani hawajulikani wanataka nini kwa kifupi. Mimi sidhani kama hiyo unaongea bado siko na wewe kabisa. Sio point. Kama eti anataka kile ambacho alikuona nacho lakini wao ukatoa kingine. Sio point. Kwa hiyo unahisi wanataka nini? Hawana. Kwa nini ana anachokitaka? Kwa nini wako na wewe? Mimi nadhani kinachowafikia baadaye ni kwamba upo sawa, lakini anaamini kwamba sinaweza kaenda kule. Na ndio maana hata nikakwambia mwanzo unaweza ukalipiza akahisi kwamba wewe umefanya kosa kubwa zaidi. Na sio pale anapoumia kwamba anakuwa anaumia nini, anaumia kwa sababu alikuwa akiamini kwamba wewe ni mke mzuri, huwezi kunipizia, huwezi kufanya vipi, lakini pia alikuwa appreciate. Kwa hiyo wewe ulikuwa unagundua. Na unahisi kwa nini asi appreciate na ameshaona wewe ni mke mzuri na akashindwa kuvalue? Kitu gani kinawakosesha ubinadamu wa namna hiyo? Kuna wanaume wengine waga, yani yeye anaona kwamba mimi mwanaume, au mwenyewe kwamba mimi mwanaume na mimi, kwa hiyo yeye ni mwanaume tu. Kwa hiyo mwanaume yani anaona yeye ni mwanaume tu, haijalishi wewe unamfanyia nini. Kwa upande wake wewe utabaki kuwa mwanamke, yeye abaki kuwa mwanaume. So baadaye inapotokea anaona kama mbona ilikuwa hivi, sasa hivi ndio change ilikuwa hivi. Ndio inapozidi kuharibu zaidi. Hizi za kina Hadija Kopa wanazoimba mwanaume anataka malezi sijui nini. Na kitu kama hicho uongo. Yapi? Ambayo wewe unahisi zaidi ya kupikiwa chapati kaitoa kwenye container. Makata watoto tukianza tunawabebea uji, tunawabebea nini, tunasoma. Wao sasa chapati nenda kazi. Mimi niko nazama vile vile. Yaani wanataka wanachokitaka, that's it. Kwa sababu gani unaweza kuona mume wako labda hana hali nzuri kifedha. Ukawa na huruma, ukawa namsaidia ichukua hiyo baby na hivi. Hiyo unayompa akamtafuta wa kwake anayemhudumia sana, mgumiza sina hela mimi na akampa. Kwa ina maana yeye anachokitaka ni kuwa mwanaume na hataki kuonea huruma. Yaani mwache kwenye huruma kivu. Na tena mimi nasemaga makosa makubwa. Hiyo ndio kosa tunaolifanya. Makosa makubwa ambayo wanawake wanafanya, especially wa era hii. Yes. Ni kutoa hela yako kumpa mwanaume. Kubeba majukumu ya mwanaume. Usijaribu kutoa hela yako kumpa mwanaume, kwa sababu the moment unafanya hivyo umeshambadilisha akili. It's true. Yaani mwanaume sio wa kupewa hela, mwanaume ni wa kufundishwa kuwa mwanaume. Kuitafuta pesa. Kwa sababu pia no auntie, mimi hapo sikusupport. Ukisema hivyo tutakataa, kila mtu ataishi mwenyewe. Hapana.
hapana, 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 hapana. Mimi siwezi kutoa hela yangu. Mimi sitoi hela yangu auntie. Mimi sitoi. Huyo sina najua mambo yake, umeelewa? Lakini mimi hela yangu sitoi kwa mwanaume. Mimi sitoi hela yangu kwa mwanaume. Yaani nataka nikwambie kitu. No. Katika sekta hiyo ndugu yangu, katika hiyo sekta ushukuru Mungu tu una mume, Mungu kakupa. Lakini hatutoi, una huruma kumsaidia. Naomba nikupe tofauti ya kumsaidia na kumpa. Umeelewa? Huwezi ukamsaidia mtu ambaye wewe hata hujaona msaada wake. That's a mistake. Mwanaume kwanza amesema kitu kimoja kwamba unapotoa hela alafu anampa mtu mwingine. Unajua kwa nini anampa mtu mwingine? Mwanaume anapenda mamlaka. Na anapenda mwanaume anapenda mamlaka. Na ndio maana mara nyingi mwanaume atakiwa na mwanamke ambaye ni powerful sana, ana hela sana. Utashangaa anaweza akawa hata na kijana mke cha ovyo sana. Akawa nacho na akawa anakihudumia kila kitu kwa sababu gani? Akifika mule yeye ndo anakuwa mwanaume. Anatoa sauti. Ile kutoa hela kwa mwanaume inamfanya ajihisi ndio wanaume wake. Akakuiswa huko. Na hakuna mwanaume ambaye ahudumii kwa sababu jiulize hela yake anaoitafuta anamtafutia nani? Sio tu akajihisi hivyo. Na ndio maana nisema zamani wanakwambia mwanaume sio zamani. Mwanaume atatafuta kwa jasho, mwanamke atazaa kwa uchungu. Vitu vimebadilika huko. Sasa wao wanazaa kwa uchungu. Watu wanazaa kwa uchungu. Mimi kwa kweli hapo siwa support. Na hilo ndio kosa kubwa ambalo wanawake wa sasa hivi wanafanya. Usimpe hela mwanaume. Usimharibu mtoto wa watu kazaliwa vizuri. Unaenda kumharibu, unaenda kumtoa wanaume. Hapana. Mimi niko pande mbili. Pande mbili nipo. La kwanza, kubeba majukumu ya mwanaume ni kitu ambacho tunakosea kupitiliza kabisa, kwa sababu una uhakika katika 99% kile unachompa kuna yule anayemuomba anampa, ambaye anaenda kujitumisha tena anatafuta aenda kumpatia. Hiyo ni mistake. Na sehemu ya pili, upande wa pili, kuna vile mtu umeomba tu na huruma, uko na mwanaume wako unampenda, like kakwambia bebe bana shida ya kile kina kile na unacho huruma tu zako. Muulize sasa maskini sasa tunafanyaje? Muulize tunafanyaje? Yeye ndo anatakiwa awe solution kwenye nyumba. Wewe sio solution kwenye nyumba. Jitihada zake. Unajua nikwambia kitu za kuna tofauti mbili. Kuna mwingine unaona kabisa jitihada zake zimegonga mwamba. Ana hiki ukimwomba kifushiri baby kifu 30 sasa hiyo ndio kusaidiana. Ndio tunasaidia. Hiyo ndio kusaidiana. Lakini mimi ninachozungumza ni kwamba wewe kuzidi hata pale ambapo anacho, kwa sababu mfanye mwanaume awe mwanaume katika namna moja. Hata kama mimi naingiza 10, yeye anaingiza 1. Katika moja yake ajue majukumu yake na ajue kuigawa. Sio kwa sababu anaingiza 1 basi moja yake ni yake na wewe 10 yako ndio inafanya majukumu. That's very wrong. Katika ile moja kila siku ikiwezekana pale mezani aache hata kama nusu. Atoke. Wewe ndio utajua kama utaongezea utafanya nini. Lakini usiseme kwamba unaonea huruma kwamba yeye ana 1 basi mume wangu wewe nenda tu, unamharibu. Ukiongelea hivyo ndio maisha ambayo labda hata sasa labda alikuwa anaishi, sio maisha yale kusema kama baby hana kabisa kwamba yeye ndo anatoa. Mnasaidiana. Lakini nimegundua kumbe wahitaji hata kusaidiwa. Hapana, kuna msaada alizidisha. Umeelewa? No. Kuna msaada hapana Shamsa. Sio hatuwezi kuuza gari. Unauzaje gari yako kwa ajili ya mwanaume? Unampaje? Hapana Shamsa. Yeye kala tembelea bajaji. Sasa hayo mapenzi ujinga au utumwa. Wewe unauza gari afu unampa hela yote mwanaume. Afu mimi kidogo tu. Lakini kilichotokea yeye alikudai shilingi ngapi? $100. Anyway, mimi natusaba bwana. Mwisho wa siku mwanaume baki kwenye majukumu yake na mwanamke abaki kwenye majukumu yake. Kinachotufanya tupendane tu. Kama unaamua kuwa naye mmependana, kila mtu abaki na cha kwake. Kila mtu abaki na cha kwake. Na kuna stage za kusaidiana. Kuna hatua za kusaidiana. Kuna sehemu mkifika mna uwezo wa kusaidiana. Umeshaona huyu ni mtu kweli responsible, anajitahidi, ni mwanaume. Lakini sio kama mtu tu umekaokota huko jana, juzi and then unataka kujitutumua kwa kumvuta kwa kutumia hela yako. Hapo unakosea sana. Yani it's a very big mistake. So wanakosea wao zama. Nani anayekosea hapa? Nazungumza na huyu ambaye anatuangalia. So ni kama tu
umehama topic, lakini zote ni katika kuweza kujua mwanaume anataka nini, kwa sababu siku hizi kama ni hela wanapewa bado hawatulii, kama ni mapenzi wanapewa, kama ni heshima wanapewa, kama ni huduma wanapewa, lakini bado unakuta mwanaume, kwa sababu mimi siamini sana watu ambao wanasema ukiona mwanaume ametoka ujue una kasoro. Hakuna kasoro ya mwanamke ambao mwanaume wake anatoka, na unaweza kukuta mwanamke mwingine yuko very perfect, na huenda kosa lake ni ule uperfect wake ndio unafanya mwanaume mwingine atoke, kwa sababu kuna wanaume wengine hawajiamini mbele ya mwanamke wa aina hiyo, na kuna mwingine tu anaona like huyu mwanamke kwa nini ananifanyia kila kitu, so inampa confidence ya kuhisi kwamba huyu mwanamke bado yupo na ataendelea kuwepo. So mimi nafikiri kikubwa kabisa kwa wewe mwanamke ambaye unaangalia, kuwa wewe, usiact. Yani kuwa wewe, tabia zako halisi ndio zita attract yule ambaye baadaye utakuwa naye. Atatokea tu katika kutafuta utaokota, lakini mwisho wa siku utaokota kile ambacho kitaridhika. Utaokota. Lakini kama kwa upande mwingine mimi naweza nikasema pia na sisi kwa upande mwingine kidogo na watetea wanaume. Sisi mara nyingi sometimes tunakuwa sababu ya kuwafanya wao wasikae mle ndani na watoke nje. Kivipi? Unakuta mwanamume mwingine kweli ndo Mungu akakupa huyo, yuko very perfect, very responsible, anakupenda. Unajua kwa wanaume yao, yana anakupenda, mkeo anakuheshimu, anafanya yani he is a man ndani ya nyumba. Lakini anakutana mwanamke ambaye si sahihi, hajui jinsi ya kutumia nafasi. Mfano mwanamke ambaye mwenye gubu sana wanaume wapendi. Kitu kidogo ambacho cha kumaliza seconds, 2 seconds itakuwa ndo mbwa taifa. Wanaume mara nyingi nimewasoma wapendi makelele. Mwanamke mdomo wetu huu, ulimi huu, mara nyingi unafanyaga tunapoteza wanaume ambao kusema wanaume hawapendi mdomo. Yani mdomo uwepo, yani unajua mwanaume hataki kuzuia sauti ya mwanamke. How? Ajue mwanamke wangu mpaka akatoa sauti kakasirika, basi kuna kitu kimefika hapa, nisikio ataogopa na atakosa amani. Sio mpaka azoe kelele. Lakini mwanaume ambaye anameshajua kwamba sasa hivi saa 12 nimechelewa, na ukuta kule alikuwa afanye kitu kwenye kikao au uko na vitu vyake. Unajua sometimes mwanaume anataka kana na rafiki zake waongee badilishana story. Lakini kichwani usheka kwamba yuko na mwanamke na cheti huko, ushaanza message. Zile message kashaka kichwani, nikirudi kwa makelele bana navomjua yule. Yani Zamadi TV inasubiri nyuma. Akifika tu pana kutana na maneno makelele. Inawezekana unaongea points, lakini kwa sababu kashazoea sauti yako, anaona huyu kawaida yake, atafanya vitu vyake, atashika simu, atafanya hivi, mwisho wa siku kaenda kulala kwa kwacho na babwaje. Kwa sometimes sisi wenyewe pia wanawake tunawapoteza au tunawabadilisha wanaume wazuri kuwa wanaume ambao hawatakiwi. Yes. Kwa sisi wanawake pia napenda niwashauri, kama una mwanaume ambaye unaona kwamba he is a man, binadamu hamna ndani kamilika, lakini unaona kabisa ana vitu fulani ambavyo vya msingi vile anavyo, keep him. Mdomo tuchunge. Yani unawezaje kujua kwamba he is a man? He is a man, unaangalia majukumu yale mwanaume ambaye anayafanya. Ni mwanaume ndani, anahudumia familia, anakuheshimu mkewe, anakupenda mkewe, zile responsibility zote zinazotakiwa kufanywa ndani anafanya. Hata mtu akikwambia kwamba mume wako kuna mwanamke, unakataa, unasema no, sio mwanaume wangu, kutokana na mazingira aliyokuonesha, uaminifu aliyokuonesha, simu lake limeacha hapo inaita mke wangu, nani anapiga message, imeingia mke wangu nisome nani. Yani wewe mwenyewe unaona ushajijenga kimi kwamba mume wangu is perfect. Hata mtu akikuletea umbea kwamba mume wako ana cheat, huwezi kuweka kichwani, una uongo. Kwa hivyo tu vya msingi viangalie anavyofanya, usimchunguze sana. Kwa hakikisha mwanamke kumchunguza sana ni vipi? Kumchunguza sana like unataka message imeingia, fine, it's not bad kusoma message za mume wako, boyfriend wako, unataka kusoma ujue ni nani. Umemchunguza sana, mwanamke mwingine akidi mume wake anataka jua ratiba tangu kutoka nyumbani mpaka amefika ofisini mpaka karudi. Mwanaume anasema nimetoka tu asubuhi nikaenda ofisini, kumbe alipita kwa mshikaji, shoga yake kamuona. Nina mama amepitia kwa shoga yangu, leo unafanya nini? Yani inatokea katika maisha ya kawaida, mtu umetoka bahati mbaya ukakutana rafiki yako mkakaa mkapiga story, ambayo mwanaume kamili ambaye hawezi akafika tu nyumbani akaanza kutoa ratiba zake, nimepita nikakutana na huyu. No, yani usimchunguze sana, let him be a man. Angalia vitu ambavyo vya muhimu ambavyo anatakiwa vifanye, that's it. Kwa sisi wenyewe sometimes ndo tunafanya wanaume wetu ambao labda kute ndo Mungu katupa, kutokana na midomo yetu na kelele yetu, tunawabadilisha. Kwa chunguza sana tunawabadilisha. Kwa ukimwona una mwanaume design, keep him, you know.
Yes. Kwamba hata ukiona baya usiongee. No, you talk, lakini usiongee katika hali ambayo haziwezi sauti yako, si unanielewa? Yaani sio kitu kidogo. Yaani mbasi, no, yaani siku ukiongea najua huyu mwanamke ni mmoja kweli kaongea. Unajua kuna vitu vingine mimi I'm sorry kusema, mfano najitolea mwenyewe. Mimi kumfumania mwanamume wangu katika naume niliokuaga nao. Live kabisa nimfumania. Sikufanya kitu chochote. Ukiongea live unamaanisha nini? Yaani nilimkuta chumbani, kitandani, yaani mwenyewe ameshajijua. Yaani kitandani kabisa hivi kavaa boxer anachezea simu, yule mwanamke kajilaza hivi. Live nimeona. Lakini niliingia kwa sababu kwa mwanaume wangu tumepeana kwangu ingia atakuwa naye alikuwa mchunguzi. Hivyo hapana, alini mwenye unajua mahusiano mnaanza mwanzo. Ananiambia baby muda wote ukijisikia kama kuja njoo. Na mimi muda wote nilisikia kama kuja njoo. Tena mimi bahati mbaya bora tena sikwenda mbali, sikumpa funguo kwangu. Yeye kanipa na funguo wake. Kwa mimi najendea zangu kama kawaida. Kumbe nikakutana na vitu mimi nifanyeje? Kwa nikasema okay, kumbe mwenzangu ndo anayakuta. Kwa mimi nilipofika pale sikuongea lolote, nikamwacha kama kufanya, nikaenda sebeni nikakaa. Seconds kupita alitoka yule mwanamke akaondoka. Yeye anaambia ndo tuongee, mimi nikasema no hapana, mimi siwezi kuongea, sina cha kuongea, tutaongea kesho. Bahati mbaya nzuri sikulala kile chumba, nikalala chumba ambacho kuna anamtaga anti yake wa msichana. Hapa da. Nikalala mmoja ndani. Nikalala nimemaliza, kesho yake asubuhi weza mimi nikaenda nikasafisha kile chumba. Tukalala na tukafanya nitakuwa kufanya. Lakini yeye ilimuumiza sana, alihangaika. Yaani anaenda kushoto kulia, lakini inahitaji moyo unajua. Like sana inahitaji moyo sana. Kwa ilimuumiza, ilimtesa na alinionyesha mapenzi ambayo hata sijakuonyesha kwa kipindi kile. Lakini mwisho wa siku ni kwa sababu hajazoea. Kwa na maana hata siku ningeongea ningesema da maskini shamza mpaka anaongea kwa umenitibua. Lakini vivi hawezi. Tegemea pia. Yes. Yeah. Na unahisi hiyo ilimfanya aachane na ushenzi wake? Aliachana kiukweli, alijitahidi sana. Nilisaidia kiukweli. Lakini mimi mwenyewe tu nikaona tulikuwa tuna future, nikaona tu tuna waste time hivyo. Kwa mwenyewe tu nikaamua kutoka, lakini kwa kiasi kikubwa ilisaidia sana. Na akaanza kunizungumzia kwa watu hata wengine mimi sijadisema mtu yote naona aibu, lakini anadisema yaani mwanamke yule, yaani unajua vitu kama hivyo, sijui umenielewa. Kwa kikubwa zaidi ni kusema yaani mwanaume sizoe sauti yako. Yaani sema hiyo pia inategemea na mwanaume. Yaani mimi nasema kuishi na mwanaume hakuna formula. Yaani mimi binafsi ukiniuliza mimi kuishi na mwanaume hakuna formula. Kwa sababu unaweza ukawa pia ni mwanamke wa namna fulani ukakutana na mwanaume wa aina hiyo ambaye mwanaume yeye sasa ndio mchunguzi wa kwanza. Unajua tabia tunaambukizana. Yes. Unaweza ukaingia kwenye mapenzi au mahusiano ukawa very normal. Ukawa labda ni mtu ambaye hauhitaji kujua chochote, lakini mwanaume wako ndo akahitaji kujua everything about you. Anakuambukiza, umeelewa? Na anakuonyesha kabisa kwamba hii ndio system ambayo tunatakiwa tuishi. Anaangalia simu yako, anataka kujua ratiba zako, anakuwekea masharti. Kila unapokuepo lazima uage, kila unapopita nataka nijue. Sasa kwa mwanaume wa aina hiyo naturally na unajikuta unaishi kwenye hiyo misingi. Na mtu wa aina hii hawezi kuona kero kwa sababu yeye ndio kitu ambacho anaenjoy. Umeelewa? Kwa hiyo ndio mimi narudi pale pale, kuishi na mwanaume hakuna formula. Yaani lazima uangalie mwanaume wako ni mtu wa aina gani, kwa sababu pia uhuru wa kupitiliza mimi naona pia sio mimi binafsi yangu. Kwa sababu unaweza ukafanya huo uhuru wa kupitiliza kumbe mwanaume and take care. Yes. Kwa sababu kuna wengine anapenda tu kuonewa wivu. And it makes kuna wivu aina nyingi inamfanya ajisikie vizuri. Kuna wanaume wanapenda, sikufichi. Yaani wivu sawa, kila mwanaume anapenda kuonewa. Hata mwenyewe kama mwanaume anyone hivi sijui unaonaje. Lakini usipitilize kawa kero. Yaani uone tu mke wangu ana wivu ananipenda, lakini isizidi, yaani isiwe kero kupitiliza. Alafu na pia kuna kukopi tabia zana. Kama ulivyosema unaweza kama mwenyewe mwisho siku unajikuta unakopi tabia yake. Mimi mfano mahusiano ambao ninao sasa hivi ambao sijui ni serious au sio serious. Lakini mwanzoni mimi sielewi kama niko kwenye mahusiano, mimi sijui. Mwanaume ambaye nimeona ana wivu mwanaume wangu. Simu kaanza kushika zangu. Mimi ikifika mara mpaka kanihack simu yangu. Lakini mimi ni siku moja tu nikamwambia you know what baby, si kama sikupendi. Mimi nakupenda sana lakini mbona sishunguzi simu yako? Sijai kuishika simu yako. Kwa sababu naepusha vitu vingine kwa sababu bado mimi nahitaji uwepo kwenye maisha yangu. Nikisema nikuchunguza au nichunguze hatutofika. Kuna watu wengine tu wameziana hivyo utani tu rafiki. Mkuto kuna mwanaume tu nika baby lakini hatuna mahusiano. Wewe mwenyewe unajua gabogo mtu tunavyoitana baby. Wewe mwenyewe kuna mtu anakuita baby hivi na hivi. Kwa sometimes kuepusha vile vitu ambia bwana hebu tuache hivi. Na kweli kabadilika. Hashiki simu yangu, kaacha.
Inakuwa ni kwenye swala la kushika simu nimo. I'm very guilty. Of course nakujua. Mimi nashika simu. Na uendelea kuishika Zama. Mimi nashika simu ya mwanaume kwa sababu tunafichana nini? Tumeshasema sisi ni mwili mmoja. Sasa kama ni mwili mmoja tuna nini ambacho tunafichana? Maumbile tofauti lakini ni mwili mmoja. Mwisho wa siku hakuna cha kuficha. Yaani kama ni familia yake naijua, familia yangu anaijua. Yaani yeye anatakiwa awe free na simu yangu. Sina mambo mengi na yeye mimi niwe na free na simu yake. Zama. Hata nikikikuta bora nianze kukiona mapema kuliko kuona vitu. Mimi nishakaa kwenye mahusiano ambao sishiki simu na ninajua. Umenielewa vizuri? Na ambao hashiki simu yangu, mimi sishiki simu yake. Na athari zake pia niliziona. Na ndio haya ya kukaa hivi kujifanya kwamba yani una nguvu, decent na mwisho wa siku unaletewa mtoto. Umeelewa vizuri? Lakini mimi acha nishike simu. Nijue hata kama sitaweza kucontrol lakini angalau nitajipanga. Unajua hakuna mtu ambaye ana cheat au anafanya vitu vya ajabu nje kama kuna uhuru kati yenu wa kupitiliza ukakosa kuona hata signs. Utaona hata signs. Kupitia zile signs zitakusaidia kwa namna moja ama nyingine. So mimi katika ule utaratibu wa kusema simu ya mwanaume ni sumu usishike. I'm sorry to say hilo somo halijawahi kuniingia kwenye maisha yangu. Mimi kiukweli Zama kwa na nitaishika tu. Sijui nani ashuke aniambie. Mimi nashika. Kama mimi bado nakuhitaji sishiki simu yako. Mimi tena nikiwa sikuhitaji ndio sitashika simu. Mimi tukiishi mimi sishiki simu yako na kama hatuna mahusiano. Hatuna mahusiano. Hakuna mahusiano ya namna hiyo. Yaani eti simu yako ni yako yangu ni yako. Hakuna tena kaka na password. Mnaanza kunivumbua akili. Yaani sisi ni nani? Mnanivumbua akili. Watu ambao tunatakiwa kukutana tu kwa sababu ya hichi kitendo. Ila kila mtu ana maisha yake. Kwa sababu simu ndio maisha. Simu ndio maisha. Na maisha yako yako huko, maisha yangu yako huko. Mmenivumbua akili. Kwa sababu kwenye swala la kazi kupitia simu utaona progress za mumeo. Yes. Kwenye swala la maisha yake binafsi utaona. Kwenye swala hata la stress zake. Anaweza kukuambia kama ana stress lakini kupitia simu yake ukajua mume wangu amepitia 1 2 3 na natakiwa nimhandle hivi hata kama hajaniambia lakini mimi I'll know how to do. Au nitajua jinsi gani kudili nacho. Na hata katika hayo matatizo ya kusema kwamba labda anaanza kucheat au kuna kitu nakiona, bora nione ni control mapema. Yes. Umeelewa? Au kama kuachwa niachwe mapema. Yes. Umeelewa vizuri? Lakini siwezi kukaa nisishike simu yako. Basi yameisha. Ujiandae. Nijiandae. Hivyo ukiacha kila kitu. Ni bora mwanaume akwambie kwamba sio kwambie. Yaani muishi tu maisha kwamba mjikute huyu anasemeka na wewe unasemeka. Ila sio ifike time kwamba tusishikiane simu. That's a very bad thing kumwambia mtu. Yaani mimi mtu akinitamkia ndo nasikia kuchanganyika. Nisishike simu yako. Kuna nini? Yaani kwa nini nisishike simu yako? So mimi naona bora mtu kama mnafikia tu tusishikiane simu. Ni hakuna haja ya kuhusiana. Yes. Ni bora mna have fun tu. Yes. Hakuna kitu serious. Basi mfike tu time kwamba mmejikuta tu huyu atasimama. Lakini kweli wewe kama uko umemokuwa na huyu kwa nini ufiche simu? Unakuja sasa. Inakuja kweli. Kwa nini ufiche simu gani mundani? Kwa nini ufiche simu yako? Kwa hiyo swala la hivyo kiukweli kabisa bado tunarudi pale pale hakuna formula ya kuishi na hawa viumbe. Kila mtu utaishi naye according to yeye alivyo. Unaweza ukawa na tabia ambazo amezisema Shamsa, huna maneno, huna nini lakini ukaingia kwa mtu ambaye akakulazimisha uwe na maneno. Na kuna wanaume wanapenda dramas. Wapo aina ya wanaume wa aina hiyo, yani anapenda makelele na kashazoea na unakuta yani ni mtu ambaye hata ameachana na mwanamke wa aina hiyo anamiss. Yani kashazoea zile drama purukushani, anataka mkewe amuulize hiki, wanagombana kesho amepatana yani iko hivyo. So kila mtu utadili naye na vile jinsi ambavyo yeye alivyo. Ukikutana na mtakatifu utaenda naye kitakatifu. Ukikutana na mtu wa hivyo utaenda naye kihivyo. Kwa hiyo ila swala la kushikiana simu tuendelee kushikiana simu jamani. Wewe yani shika the way uwezavyo. Yani kazi ya kushika tu. Yani ichambue simu ya mumewe ya boyfriend wako ichambue. Kazana Zama. Mimi nakazana. Na sina tatizo juu hilo na yeye mwenyewe anajua lakini yeye mwenyewe bingwa wa kushika simu. Bingwa wa kushika simu. Kwa hiyo tunashikiana simu. Labda kama kuna lolote la kumalizia tukiwa tunamalizia topic yetu. La kumalizia tu ni kwamba bado hawa wanaume hawajulikani wanafanya. Sababu ile hapa tulipokaa mimi na rafiki yangu mmoja mume wake ni husband material kabisa. Ila wewe rafiki yangu ni mtu hajiwezi hata kidogo. Ila wanaishi
Maisha yanaenda, wanapendana, yani vizuri mpaka wanajisikia huyu mwanamke ana akili timamu. Kwa nini mpo na huyu? Nienda nyumbani kwao, yani huwezi kumkuta hata siku moja hata anapika ugali kama anaandalia mume wake hapo, hakuna. Huwezi kumkuta hata akamchukua mtoto wake anamuogesha, hakuna. Yani na anampenda. Na wapo wanaishi na chapati. Asubuhi viteka wewe. Bora hata chapati ningeenda kuuza ningepata hela. Anyways, tukutane tena wiki ijayo kupitia The Dark Room. Topic yetu ilikuwa wanaume wanataka nini. Auntie katoa maoni yake kama ambavyo umemsikia, na rafiki yake ambacho mjui ni nani ambaye hajiwezi. Shamsa ametoa maoni yake, lakini na mimi ya kwangu vile vile umeyasikia. Mpaka wiki ijayo, mimi naitwa Samaradi Mketema. Tulikuwa na bye bye. The Dark Room.